Ujambo na karibu Teachkrest. Mimi na wadha wako Bikerubo. Leo hii tunataka tufanye uchambuzi wa jalada Fumbo la Baba. Fumbo la Baba ni riwaya ya Ken Wasike. Take two. Okay. Hi and welcome. We are going to analyze the cover pages for this novel. So with me here are language teachers. Say hello. Sawa. Haya, tutaanza pale kwa hilo fumbo la baba. Kuna jalada la mbele na pia la nyuma. La mbele kuna kijana pale ambaye amebeba mzigo. Kijana mwenyewe ni Katila. Na huu ni wakati alikuwa ameshushwa na yule mwendesha pikipiki na ikabidi atafute njia ya kufika kule shule ya Kemeloi. Ukurasa 99. Hayo ukiangalia pia kuna majina pale Fumbo la Baba limeandikwa kwa rangi ya manjano na pia kwa rangi kwa rangi ya manjano ambayo imetiwa nakshi nzuri pale. Na rangi ya manjano inaonyesha furaha na matumaini. Hivyo tunaona baba Katila anafurahi kumuona mwanawe. Haya pia manjano inawakilisha moyo uliopiga kwa mchanganyiko wa furaha na wasiwasi. Katila alikuwa anatamani kumjua sana babake. Hivyo imeandikwa kwa manjano kuonyesha ile hamu aliyokuwa nayo, matumaini ya kumjua mzazi wake. Pia tunaona rangi hiyo ya manjano inaonyesha ubunifu na akili. Tunamuona Katila ambaye ni msimulizi alivyo na akili. Ana mawazo mapya kuhusu shule ya Kemeloi ambayo amejiunga sasa, kilinganisho na shule aliyokuwa akihudhuria kule mjini. Haya pia rangi hiyo ya manjano inawakilisha woga. Alikuwa anaogopa sana, niposa hata ana mzigo lakini alikuwa anatembea kwa haraka sana afike alikokuwa akielekea, kwa sababu begi lile lilikuwa na kila kitu chake, mavazi, vyeti, hadi kile cha kuzaliwa. Na labda hakutaka apokonywe, hivyo kulikuwa na ule woga. Pia hakujua atapokelewa vipi. Haya pia rangi ile ya manjano inawakilisha tahadhari. Katila alijutia kuwepo kwake. Ukiangalia ukurasa 108, haswa mama Bahati alipomzomea kwamba amekuja kuleta ugomvi, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa kiume na mama Kimai alikuwa na watoto wawili ambao ni wa kike, akiwemo ndugu zake kama Imani. Haya, jambo lingine tunaona rangi hiyo ya manjano inawakilisha matarajio chanya. Anakuwa na matarajio, yani ile optimism kwamba ataweza kubadili maisha yake. Ni ukweli simba akikosa nyasi hula matawi. Akikosa nyama hula nyasi, samahani. Hivyo tunamuona alipokosa maisha yake ya mjini ilimbidi azoee maisha ya kule kijijini ambayo alikuwa kwa kiasi fulani ya kiwango cha chini kulinganishwa alivyozoea. Alikuwa amezoeshwa kula kuku, leo hii anakula hata ugali kwa mchicha, sima kwa samaki ambayo imetiwa supu nyingi na kadhalika. Pia rangi hiyo ya manjano inaonyesha utajiri. Na tunaona kwamba hajui babake ni yule ambaye ni tajiri au vipi. Na babake mwenyewe anajaribu kutafuta, yule baba mzazi anatafuta mali kwa hali na mali, licha kuwa ni mwalimu, anafanya ukulima wa miwa na kuuza ile miwa. Hivyo kuna utajiri pale. Na watu walikuwa nadhani utajiri huo ungetokana na urithi. Hivyo kila mtu alikuwa anamuona ni kikwazo, yule Katila ni kikwazo cha utajiri ambao ungetokana na babake mlezi au babake mzazi. Pia tunaona ni rangi hiyo ya manjano inaonyesha nguvu ya kuratibu.
aliweza kupata mshawasha, akaandika riwaya yake ya Fumbo la Baba na akaweza kuiratibu. Pia tunaona kuna nuru pale, anaanza kupata mwanga mpya wa kumjua babake alipoambiwa na nyanyake Mwajuma. Ni nyanyake, ni mamake, ni dada ya mamake, hivyo tutamuita Halati. Halafu kuna rangi ya hudhurungi pale, brown, inawakilisha asili na unyenyekevu wa Katila. Alitaka kujua usuli wake, babake ni nani, alikuwa anafanya nini. Ndipo anakuja kugundua kwamba hata na ndugu anaoitwa Bahati na Adila, si mashaka tu na Hidaya. Pia rangi hiyo ya hudhurungi inawakilisha faraja. Hivyo anapata moyo wake unaweza kutulizwa alipomweleza ile babake anapomwambia kwamba amekuwa akitarajia kumuona. Nimekuwa nikiomba Mungu akulete kule nyuma. Aliendelea baba huku akiuachilia mkono wangu. Kuzaliwa kwako kulikuwa chanzo cha furaha iliyowasha moto wa furaha katika moyo wangu. Hivyo anapata faraja. Hata pia rafiki yake Wambasi anampa maneno ambayo yaliweza kumpa faraja, ile comfort. Haya, pia rangi ya hudhurungi huonyesha mara nyingi kwamba kumekuwa na mabadiliko, drought. Kama ilikuwa ni rangi ya kijani imeweza kubadilika. Hivyo tunaona rangi hiyo ya hudhurungi inatukumbusha kwamba kuna mabadiliko. Mtu kama Katila anaona mabadiliko maishani mwake, kutoka maisha ya mjini kuelekea kijijini, kutoka maisha ya uchochole aliyokuwa akiishi ambapo kulikuwa na ubaguzi kwa kiasi fulani. Sasa ameweza kutoka hata shule ya Kemeloi anaelekea shule ya Machiwa Comprehensive Academy kama wenzake akina Mashaka, akina Hidaya. Hivyo kuna mabadiliko ambayo yanaonekana pale. Pia rangi ya hudhurungi inatuonyesha utulivu, kama tu rangi ya samawati na zinaingiana vizuri. Alafu inaonyesha uaminifu. Aliweza kuwa mwaminifu hata alipokuwa akiamka, licha ya yale mambo ambayo yalikuwa yanamkwaza. Hakuweza kusema acha nilale kwa sababu hakuna mahali. Alijua kwamba amefunzwa kutokuwa ajizi na akawa mwaminifu, na tunaona hili linasaidia kufanikiwa na kupata ufanisi mkubwa. Pia inaonyesha uimara ama uthabiti wa msimamo. Hivyo tunaona hata mwalimu wake aliyeweza kuihariri ule mswada wake wa riwaya aliweza kuwa na msimamo imara na kuweka siri, ukurasa 117. Pia rangi hiyo inaonyesha uchovu. Tukimwangalia huyu Katila amechoka sana kutokana na kusafiri siku nzima. Hivyo rangi hiyo inatuonyesha uchovu aliokuwa nao Katila. Ukurasa bado 98. Na amelemewa kutokana na kusafiri. Pia alikuwa amechoka kutafuta babake ni nani, usuli wake, na mwishowe anafanikiwa. Pia rangi hiyo inaonyesha umaskini. Hivyo alikokuwa akielekea kulikuwa na umaskini, ikilinganishwa na kule ambako alikuwa anatoka mjini kulikuwa na miti, mambo ya kiukwasi. Sasa napatana kwamba watu ambao walikuwa wanaishi kule Kemeloi, wengi wao walikuwa na asili ya ukata, kulikuwa na umaskini pale. Hivyo aliweza kutambua hili. Haya, ukija pia kuna nuru pale, kuna miale ya jua kuonyesha kwamba kuna matumaini, kuna mwamko mpya. So anakoelekea, licha ya kwamba anahisi uoga, anapata kwamba mambo yanabadilika na kuna nuru. Anamjua babake, licha kuwa babake mlezi, yule daktari alikuwa mwanzoni amemkataa. Asante kwa kuji. Ilikuwa wapi? Hidaya Kirema. So kuna Kirema pale, Daktari Kirema. Baadaye tunamuona akija kumchukua kwa gari. Hata watoto waliokuwa pale walitaka kuguza gari lao ili wapate ile baraka ya kuwa watakuja kuendesha magari. Licha ya hayo tuna rangi nyeupe kuonyesha amani na kadhalika, licha ya kule kupigwa. Pia rangi ya hudhurungi inawakilisha utamaduni. Utamaduni wa kule ulikuwa ni wale
ugali kwa sima kila siku. Katika